harakati. Naona jambo lilienda la siku zile. Jambo lilienda vizuri. Lilienda vizuri. Haya, nipe maneno. Nasikia mkuja na jipi hapa. Kabisa. Kaka, mdogo wako ameomba msamaha kwa kupitia mtandao wake wa kijamii Instagram. Amesema kwamba anaomba msamaha watu wote mliomshauri kuhusu Diamond. Kaka, wewe ndio umeonekana ukiwa na ukizungumza sana mitandaoni kwamba uhusiano ulikuwa uelewi na wale ulikuwa una imani na Diamond. Mdogo wako upo tayari kumsamehe? Cha kwanza nimeona lakini pia pamoja ya kwamba niliona kupitia Insta story, sababu ile hakuiweka kwenye page moja kwa moja yake ya Instagram, aliweka Insta story. Lakini pia nikaona kuna media kadhaa ambazo ziliposti kwamba Zuchu ameomba msamaha na kile ambacho kiliendelea. Lakini mimi nizungumze kitu kimoja. Waswahili wanamsemo wanakwambia kufanya kosa sio kosa. Kosa ni kurudia kosa. Kwa hiyo ukifanya kosa mara ya kwanza, basi ujue ya kwamba hukufanya kosa bali ulikuwa haufahamu. Lakini ukilirudia lile kosa, wewe una matatizo. Zuchu ni mtoto. Zuchu ni mdogo wetu. Hatuwezi kumhukumu kwa kosa moja, kwa sababu yeye mwenyewe ameona amekosea na ameomba msamaha kupitia page yake ya Instagram, kupitia Insta story. Mimi ni nani? Mimi sio mzazi wake. Mimi ni kama kaka yake. Kwa mimi ni nani nisimsamehe Zuchu? Pamoja kwamba nilizungumza mengi na kumshauri mengi, kumshauri vingi ambavyo nilikuwa naona kabisa havitilii maanani. Pamoja niliumizwa sana na namna ambavyo nilikuwa nikiona Zuchu havitilii maanani. Lakini nashukuru leo hii amejua ya kwamba kuna watu ambao tulikuwa tukimshauri mambo mazuri, mambo mema, tukimshauri ile future yake kwenye mahusiano yake. Pamoja yeye alikuwa anaona tunaingilia mahusiano yake, lakini leo ametambua umuhimu wetu. Leo ametambua nilikuwa nazungumza kwa ajili ya manufaa yake. Leo ametambua ndugu zake, dada zake, marafiki zake walikuwa wanamshauri mambo ambayo yanaenda kumnufaisha yeye kwenye mahusiano yake na kwenye maisha yake na kwenye familia yake. Wanasema kwamba wanasema kwamba mdogo wako baba, kwanza uke sitaanza, tuendelee tu. Mbona wanasema Zuchu amekumbuka shuka kumekucha, ameshachezewa sasa hivi. Nyinyi kama familia na dunia nzima inamuonea huruma. Zuchu ametoka kapa kwa Diamond. Wenzake wametoka na mtoto, lakini yeye hamna kitu. Cha kwanza kuhusu kuchezewa ni uongo. Kwenye mapenzi hakuna kuchezea. Kwamba Zuchu hajachezewa na Diamond. Kuna kuchezeana. Hakuna kuchezewa. Wewe usije ukakuwa na ukawa kwa mahusiano na mtoto wa mtu alafu ukamwacha ukadhani umemchezea. Hujamchezea. Na usije ukadhani wewe ni mjanja. Wewe sio mjanja, bali mmechezeana. Kwa sababu wewe pia naye ulikuwa unapoteza muda pia. Pamoja na yeye pia alikuwa anapoteza muda kwako. Kwa Zuchu hajachezewa na Diamond. Lakini ukiangalia thamani ya mwanaume na mwanamke tofauti, ndio maana watu wanasema kama Zuchu kajipotezea fulani. Thamani zilikuwa miaka hiyo. Unazungumza mambo ya wahenga. Lakini hiki kizazi cha 2000 hakuna thamani kushuka wala nini. Yaani wewe ukifanya hivi mimi nafanya vile. Hiki kizazi cha 2000 kaka, hakuna aibu kwa mtoto wa kike, hakina aibu kwa mtoto wa kiume. Wewe huwezi kung'ang'ania sehemu ambayo unaona hakuna manufaa. Sikiliza nikwambie ndugu yangu. Wakina mama zetu, wakina bibi zetu walikuwa wanaweza kuvumilia wanaume wao kipindi hicho kutokana na tamaduni za kipindi hicho.
Lakini sasa hivi mtoto wa kike hawezi kumvumilia mwanaume ambaye anaona kabisa huyu ananionea. Watoto sasa hivi wameenda shule, wamesoma, wanajua haki zao. Hivi unaelewa? Wakina mama zetu, wakina bibi zetu huko, asilimia kubwa walikuwa hawazijui haki zao za kimsingi. Na ndio maana mtu anauteswa na mume wake, analima tu, mwanamke unamuoa kazi yake kulima, kufanya kazi tu nyumbani, lakini anang'ang'ania. Lakini sasa tofauti na miaka hiyo. Kwa hiyo mimi narudia kusema kwamba Zuchu hajachezewa na Diamond. Bali wamechezeana. Wamechezeana kwa sababu hata yeye pia akamchezea Diamond. Diamond kawekeza vitu vingi kwa Zuchu, kwani uongo? Kama mpenzi wake alikuwa anamwekezea kwa mpenzi wake. Lakini kubwa zaidi sisi tulikuwa tunazungumza, mimi kama mimi, ni kwamba nilikuwa siridhishwi na namna na mwenendo wa mahusiano yao. Watu wanajiuliza mama atajisikiaje? Mama Hadija Kopa alishamwambia kwamba mwanangu hivi na hivi, na wewe pia umesema. Familia inamuonaje licha kumuomba msamaha wadogo zake na wengine unamuonaje? Upande wa ndugu wanasema kama mmetiliwa gundu hivi. Ndugu wamelipokea vizuri kwa mikono miwili. Japokuwa kwa mzazi mama huwezi kulichukulia kwa kulipokea kwa haraka kwa namna hiyo, kwa sababu mama aliweka matarajio ya kwamba mwanangu anakwenda kuolewa na mtu fulani. Kwa inapokuja swala kama hili, mama kidogo atashake, lakini baadaye atakaa vizuri. Lakini kwa sisi tunaona ni jambo jema, ni jambo ambalo liko vizuri, kwa hamna shida. Lakini kwa upande wa Zuchu mwenyewe sasa hivi, namwambia ndugu yangu, umeachana na Simba, unakwenda kutengeneza mfumo mpya wa maisha. Unakwenda kupata mwanamume mwenye heshima, mwanamume atakaye kujali, mwanamume atakaye kufanyia vitu kama mke wake, na sio mwanaume ambaye atakuonyesha dharau, na sio mwanaume ambaye ataenda kufanya ushenzi wake, atachiti, atafarini, akija baadaye na kuomba msamaha ya maisha. Zuchu, sikiza ngwambie kaka. Diamond alikuwa anamfanyia vitu vya ajabu sana Zuchu. Simba. Umeona? Alikuwa anaenda muda mwingine anachiti. Zuchu anajua. Akija akimwomba msamaha, Zuchu anasamehe. Umeona? Kwa hiyo kuna namna fulani, yani kwa kawaida lazima umie. Kwa sababu huyu ni mume wako wa ndoa, amekuoa kwa ndoa ya Kiislamu. Kaachika huko anapata. Wewe mwanaume wa Kiislamu umeruhusiwa kuoa wanawake 4, lakini sio kuchiti. Hivyo unanielewa kaka? Wewe umeruhusiwa kuoa wanawake hawa 4. Hata kama uko na uwezo, oa, tujue bana huyu Simba kaongeza mke wa pili. Sio kwamba unaenda unachiti. Rafiki yangu, mambo gani haya? Wanasema dadako ana mdomo sana. Sisi tunafurahia kwamba ndugu yetu amejivua kwenye lile vazi ambalo lilikuwa linamtesa. Sasa amebakia huru. Ukiona kwenye Insta story juzi, alikuwa anaomba msamaha kwa watu wake wa karibu. Amewatagi kabisa kupitia video ya yule mwanadada yule maarufu sana yule aitwa Celine Dion, anaomba msamaha, anapita mule. Zuchu amejua ameteleza wapi, anajua alipokosea ni wapi, anajua alipojikanyaga. Na hili liwe somo kwa wadada wengi wa mjini. Ngoja niwaambieni wanawake, msiwapende wanaume kwa sababu ya mali zao. Usimpende mwanaume kwa sababu ana kitu fulani. Si unanielewa? Mpende mwanaume kwa sababu kwa moyo wake. Angalia moyo wake. Si unanielewa? Mpende mwanaume kwa moyo wake. Kuna kitu naangalia ndugu yangu hapa. Kwa sababu mimi naumia, kuna kitu fulani nilitumiwa jana. Ndio. Mwamba anaomba msamaha.
kwamba Diamond anaomba msamaha, yani anatuma watu wamuombee msamaha, sio mchezo. Na mimi nimemwambia ndugu yangu, katika kitu ambacho ukikifanya dunia itakushangaa ni kurudiana na Simba. Utaki kabisa kumsikia. Katika kitu ambacho utakifanya dunia itakushangaa ni kurudiana na Simba. Ndio. Tafuta mwanaume mzuri. Achana na hawa wanaume ambao maarufu hawa, sijui akina Diamond. Maarufu sio lazima. Mwanaume mzuri sio lazima awe maarufu. Hivi unanielewa? Wakina dada nisikilizeni vizuri sana. Unajua hiki ambacho anapitia Zuchu sasa hivi, lazima na nyie pia mchukue kama funzo. Mjifunze. Mwanamume mzuri sio lazima awe maarufu. Mwanaume wa thamani sio lazima awe maarufu. Wanaume maarufu wengi wana changamoto zao. Acha kuchukua watu wenye majina. Wanaume wapo vijana wazuri. Watana shati vizuri, wanajielewa, wanajua majukumu yao, ambao hawana majina na umaarufu huo ambao mnasema, na wako vizuri tu mtaani. Na sio kama hawana maisha, wana maisha. Unataka kuniambia kwamba dada yako alifuataje? Wanawake, acheni kufuata wanaume maarufu. Mnadhalilika, mnaaibika, mnadhalilishwa. Tafuta mwanaume wako ambaye unaamini kabisa huyu popote nitakapoenda naye ataniheshimisha. Sio unaenda na mwanaume sehemu, ukikutana na mabinti pale, kila binti anajua mwanaume wako ndani vitu vyake vikoje. Sio, unanielewa? Kwa sababu kashatembea sana, kashapita si wanawake wanapapaika na umaarufu. Kwa kila binti akimwangalia anaona huyo jamaa vyombo vyake kule ndani viko hivi, anapenda siji kufanya hivi, ana kovu kwenye juu hapa kwa hapa, ana kovu zile alifanya nini. Kaka, huu ni mtihani ambao wakina dada wanatakiwa waelimishwe. Wanawake wanatakiwa waelimishwe, wapewe elimu namna ya kupata wanaume sahihi. Mwanaume sahihi sio lazima awe na pesa. Sio, unaelewa? Ngoja kwambie, wewe dada ambaye unanisikiliza hapa. Unamuona wewe mwanaume wako ambaye uko naye sasa hivi, ambaye unamdharau. Unamuona ya kwamba yeye hawezi kukuhudumia. Unamuona sasa hivi yeye hana pesa. Huyo ndio mwanaume sahihi. Huyo mwanaume ambaye sasa hivi unamdharau. Unamuona hana pesa. Unamuona hana michakato, hana michongo mjini. Huyo ndio mwanaume sahihi. Nakwambia, wanawake nawaambieni, nisikilizeni kwa makini. Mnawadharau hao vijana, baadaye wakienda kujipata mnakuja kuanza kutiatia huruma. Ngoja niwaambieni, huyo mwanaume wako ni mwanaume sahihi. Mshikilie huyo. Anachohitaji kitu hichi kidogo. Je, mwanaume kuna muda mwingine ukute ana nia, ana mawazo, lakini kuna kitu kidogo tu anatakiwa kama abustiwe, ili mradi aweze kustuka na kuelewa natakiwa kufanyaje. Sikiza nikwambie, wewe dada unaweza kumfanya huyo mwanaume wako akawa tajiri. Huyo mwanaume wako ambao unamzao sasa hivi, unaweza kumfanya akawa milionea kama ukitaka, na kama unampenda kweli. Unaweza akamtengeneza vile na mtengeneze huyo mwanaume wako. Bwana kaa naye, zungumza naye. Bwana, kuna hivi, usimdharau. Unajua wanaume wapende kudharauliwa. Ukimdharau mwanaume unampoteza. Nakwambia, wewe unamuona hana michongo, lakini hiyo unapomdharau kwa sababu bwana uzi nini, hana hela nini, utampoteza na baadaye utakuja kumjutia. Kaa naye, mtengeneze, mshauri. Sio, unaelewa? Mshauri. Mfungue. Wanaume wanatamani kufunguliwa muda mwingine, au sio? Mfungue. Kaka, wewe wenyewe unaelewa sisi tulipotokea kaka. Wanawake zetu walitufungua.
Unaelewa kaka, uongo bwana walitufungua na leo hii hatujapata kikubwa, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu kidogo auze bwana hatujapata kikubwa, lakini Mungu kidogo so kama vile ambavyo ilikuwa. Lakini hii yote ni heshima, lakini na mawazo ambao tulipewa na watu ambao tuliingia nao, ambao tunaamini ya kwamba hawa ni watu sahihi kwetu, ambao hatustahili kuwapoteza. Sasa usije ukampoteza huyo mwanaume wako. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba, nataka kukuambia kwamba narudia pale pale kwa Zuchu, ndio maana nimekurudia hivyo. Nataka kukuambia kwamba pengine Zuchu alimpenda Diamond kutokana na umaarufu aliokuwa nao. Alimpenda Diamond kutokana na pesa alizokuwa nazo. Kapata jina. Usielewe? Umeona? Lakini ya kwamba kunokuwa na kijana, kwa sababu uweze kuniambia kwamba kabla ya Diamond Zuchu kwa hana mwanaume. Usikute huyo jamaa ambaye Zuchu alimwacha hapo nyuma akaenda kwa Diamond. Huo ndio alikuwa mwanaume wake sahihi. Hivi unanielewa? Huo ndio alikuwa mwanaume wake sahihi. Lakini kaenda kwa Diamond sababu ni tajiri, ana pesa nini. Lakini hii ndio maana kazungumza kwamba liwe funzo kwa wanawake. Si unaelewa? Liwe funzo kwa wanawake. Nimegusia mara ya kwanza kwamba Mwamba anaomba msamaha, anatuma watu. Anatuma watu wamuombe msamaha. Anataka penzi kwa Zuchu, anataka warudiane na Zuchu. Mwambia Zuchu, ukirudiana na Diamond, mimi usinijue. Ndugu zako usitujue. Licha kuomba msamaha. Sasa wewe utaombaje msamaha unarudiana na mtu ambaye kabisa tunaona kabisa huyu mtu hana malengo mazuri na wewe? Mapenzi sahari nyingine kaka. Mapenzi tunajua sahari nyingine, lakini kuna muda mjinga huwa ana kikaa peke yake mwenyewe anajifikiria. Safari hata teleza. Safari hii atavunjika. Na watu wamtusema. Narudia. Mara ya kwanza aliteleza Zuchu. Safari hii akisubutu kurudiana tena na Simba hata teleza. Safari hii atavunjika. Kaka, unaona zungumza yangu ya leo na ya kipindi kile tofauti. Leo sijapaniki. Kipindi kile nilipaniki. Umeona? Leo nina furaha na amani kidogo kwa sababu nina furaha kwa sababu katambua alipokosea. Nina furaha kwa sababu najisikia amani sasa hivi. Lakini chuma kina force. Najisikia amani. Na nimemwambia sisi tunataka hivyo hivyo, tunataka Simba ateseke. Sio leo. Tunataka Simba ateseke kwa sababu kama viteseka dada pamoja na wanawake wengine ambao alishakuwa nao. Tunataka Simba ateseke, aombe msamaha na hata samehewa. Simba hatarudiana tena na Zuchu. Yaani huu ndio mwisho wa penzi la Simba na Zuchu. Mimi kama kaka natangaza. Unathibitisha? Natangaza. Sio kuthibitisha, natangaza. Huu ndio mwisho wa mahusiano ya kimapenzi kati ya Zuchu na Diamond Platinum. Nashukuru Mungu, Zuchu katambua makosa yake. Kaomba msamaha watu wake wa karibu kupitia Insta story. Kaomba msamaha marafiki zake na mimi kaka yake. Ndio mwisho. Ndio mwisho. Elewa hivyo. Anatuma watu wamuombe msamaha, lakini dada kasema hapana, haiwezekani, inatosha. Chuma kimegoma kuandika talaka. Imegoma kuandika talaka. Kwa hiyo sasa hivi tutapanga siku nyingine tuje kuzungumza kuhusiana na namna mambo yalivyo, lakini kwa hapa tunafurahi.